Habari za wakati mpenzi mtazamaji wa Fizi News 24, kwa moyo mkunjufu kabisa na ukaribisha kuweza kuhambatana nami katika uchambuzi wa habari na sema karibu. Na kwani kushukuru kila mara kwa kuendelea kutufuata vilivyo na kutupa muda wako. Fizi News 24 na kujia mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Tuanzie na huko katika mji wa Bukavu ambao unashikiliwa kwa sasa na AFC M23. Ni kwamba milio ya risasi imesikika siku ya Jumatano mida ya jioni ndani ya Karapanzi mjini Bukavu na kusababisha kujeruhiwa kwa mtu mmoja, huku pesa ambazo idadi yake bado kujulikana kupelekwa na watu ambao walikuwa wamejihami kwa silaha. Ndivyo amehakikisha kiongozi makamu wa kata hilo Itongwa Christophe. Huyo hapa tumsikilize. Magharibi ya hii siku ya tatu tariki 25 mwezi huu na mwaka huu haikuwa nzuri ndani ya kata Panzi. Ilikuwa yapata saa 11 na dakika 45 za magharibi. Warugaruga walifanya operation kwenye station Helicom inapatikana ndani ya Axe Bizimana Avenue Wimana, sio mbali na kanisa Katoliki ya Chai. Na bilan ilionekana ya kwamba kulikuwa masasi nyingi ambazo zilipigwa na zilileta oga ndani ya population. Kunakuwa pesa nyingi ambazo zimebebwa na warugaruga. Na kunakuwa mwanaume mmoja ambaye anaitwa kwa jina la Celestin Sangara. Yeye anakuwa na miaka yapata 13. Aliguswa na balle perdue na alipelekwa kwenye hospital ya Panzi. Kwa hiyo najulisha ya kwamba circulation iliharibika kwenye barabara nambari 5 kutokana na hiyo incident. Naomba kwa population yetu kuendelea kuwa vigilant, mais aussi kuendelea kudenoncer kasi zote kwenye services za security. Na kwingineko ni kwamba raia wa kijiji cha Mulima sekta Tanganyika wameshinda na wasiwasi kutokana na milio ya risasi iliyosikika eneo hilo baada ya baadhi ya askari pamoja wa jeshi la taifa FARDC kufyaturiana risasi wao kwa wao Ijumaa hii. Kwa mujibu wa duru tunazo ni kwamba yote yameanza pale ambapo askari wa mmoja walikuwa wenye kuzuiliwa kwenye jela ndogo pa Mulima. Habari hii ya usalama imehakikishwa pia naye Bwana Bertin, mkuu kiongozi wa shirika jipya la raia eneo hilo, ambaye ametoa picha halisi. Watu huko Mulima hadi sio kwa sahihi kufanya kabisa kutokana na askari wao kwa wao na kupiga jirani vitendo na kwa kufariki na wengine watu na jeraha kabisa. Manake waliwahi kufunga askari wetu wengine kufunga kile kujiroa FM ndio walikuwa kataka kumtosha wenzao na walikuwa katika nani katika ile prison ndio kutoka kujifunga ndio maana ndio kutoka hizo kabisa wao wengine wakaanza kuja yote ya hizo kuingia vitu ya wote ndio chanzo ya kitu ambao ndio ilianzia na walio fariki kabisa na wengine wako na kitu ni wawili ndio waliambia wamefariki na mwingine yuko na kitu ndio watu watatu walipata majeraha. Wote ni maaskari ndio ambao karibu askari walikuwa pamoja na urte wao ndio waliana msambaa. Halafu hadi sio sawa, tunaomba wakuu wa serikali wakafanye kitu juu ya hiyo hizi hapa watendee hata watu wafariki vitu vyao katika makosa yao. Inabidi watu kabisa wakuu wa serikali wakafanye kitu kujua kutenga askari ambao wanatoka kuvita na kuta hizi sio sawa. Ambayo tunaweza kuona wakati wanahatia na askari wengine katika population iko na pia wanapatia askari na furaha ili kuleta hatari sio kwa sawa katika kipindi cha kazini. Na askari wenyewe kabisa zaidi wangekuwa pombe haingeleta jeraha kabisa. Hivi kwa wakuu wa serikali na viongozi wa kijiji wanajaribu kumtana wao ili kuambia hizi habari kabisa. Mara ya mwisho kuendelee maji mara ya mwisho askari wote wako wanapanda huko Uvira ni kwamba habari za kuondoka kwa vikosi vya M23 katika eneo mbalimbali za mkoa wa Kivu ya Kaskazini inaomba kuwa na mashaka juu ya ukweli wa mambo haujulikani. Ndivyo amesemayo mchambuzi wa masuala ya kisiasa mashariki mwa DRC Andre Biadunia Mashaka. Tazamo huo ameutoa katika mahojiano na TV yako siku ya 5 hii, ambako Andre Biadunia ametoa hapa kwa nini hajawa na uhakika juu ya kuondoka kwa vikosi vya M23 katika eneo la Kivu ya Kaskazini. Tuko habitué comme repli stratégique et du côté FARDC et du côté M23
Mimi nawaza yenye iko nafanyika leo ku Nord Kivu du côté M23 ni inaweza kusemeka kwamba ni marepli bako wanatoka basoda Rwanda wanatoka, mais moi je ne suis pas d'accord avec cette hypothèse. Basoda Rwanda habako wanatoka mu Congo parce que d'abord kuko problème ya différenciation ya basoda ya M23 na basoda ya Rwanda. Il faut vous le dire ici que hakuna soda wa Rwanda na hakuna soda wa M23. Bote basoda yuko na yuko mu M23, bote ni basoda ya Rwanda. La question qui se pose maintenant, wakati yenye mnasema Rwanda iko na retire basoda yake, ni basoda gani biko wanatoka? Balipita ku frontiere gani? Ya pili, kama leo Rwanda anaweza kusema iko natoa basoda yake, par quel mécanisme tutadifferencier benye balibakia kama habako ba Rwanda na benye balienda kama bonjo ba Rwanda? Et qu'est-ce qui va nous dire que balitoka? Parce que Congo haina effectif yenye basoda Rwanda ili déverser kwa M23 biko natumika mu M23. On n'a pas un effectif yenye tunajua kwamba hawa ndo batoka Rwanda. Maintenant on saura comment que balitoka bote. Mimi nawaza kulikuwa mauvaise procédure, ni façon yangu ya kuona mauvaise procédure wakati ya négociation. Le fait que gouvernement congolais ilikubali ke basende ma étape ya négociation. Parce que leo tuko na deux endroits za négociation. Tuko na champ mbili za négociation. Champ ya kwanza ni ya Washington yenye nahusu notamment Rwanda et la RDC. Na champ ya pili au terrain ya pili ya négociation ni ya Doha, Qatar, yenye nahusu gouvernement congolais na M23. La question maintenant qui se pose, même si les Rwandais partaient aujourd'hui, est-ce que vous pensez que le M23 aussi va partir? Hata hivyo upande mwingine ameonyesha kwa nini ameona kulikuwa na uratibu mbaya katika kutafuta amani. Nilisema mauvaise procédure juu ya nini? Parce que gouvernement congolais na reconnaître et la communauté internationale, tous nous reconnaissons que hii ni agression, haiko rebellion. Sijui kama naeleweka vizuri. Hii ni agression, haiko rebellion. Et par conséquent, comme ni agression, c'est supposé que benye bako nyuma ya M23 aba ba Congolais yuko nasema si ndio tuko natafuta kusemea sijui batusi sijui vitu gani, tufanye kwanza analyse ya cause profonde. Bale bote c'est supposé que ce sont des marionnettes na tungepasha kubakia mwa ile revendication yetu kwamba ni agression. Mais dès lors que balikubali kusende banabiba bimoya Washington bingine banabileta Doha, ça veut dire qu'on a compris que kuko ma problème zenye ziko à l'interne. Et par conséquent, wakati Rwanda tasema natoa basoda yake, tous ceux qui vont rester Rwandais, sijui ba Ugandais, sijui ba nani bebiko mourant ya M23, bote watasema ils deviennent congolais. Na wakati tafika ya mixage, ça veut dire qu'ils seront mixés pour intégrer encore les FARDC. Et là ça sera compliqué. Voilà donc, je ne suis pas d'accord que Rwanda iko natoa basoda yake et même si wanatoka batabakia mourant ya M23. Njo maana mimi nilikuwa na privilégié ingine voix yenye haiko hii. C'est vrai, bon. Tushakuwa na grande puissance iko nyuma yetu, on peut appréhender une autre voix yenye haiko hii na ya kusema hao watatoka polepole, watatoka polepole. Comme si benye biko mplaine leo basange nafasi nyingine habachoki. Les gens sont fatigués. Les gens ont besoin de recouvrer la paix. Na kama États-Unis kweli natuunga mkono, pourquoi ne pas faire un forcing batoke? Il suffit tu États-Unis seme na bapatia 15 jours mutoke. Bako banapana ultimatum ku Iran. Banamwambia mpaka siku fulani tukutaniwe ulishafungula ile Detroit ya Hormuz. Mais pourquoi ne pas donner ultimatum au Rwanda na M23 bapulie babo baende? Na huko Baraka ni kwamba zimeanzishwa mara tena kama kawaida yake kazi mbalimbali ya sasa kupakua mizigo katika bandari ya Mshimbake mjini Baraka. Hivyo ni baada ya shughuli hizo kufanyika siku ya Alhamisi ya tarehe 26 Machi 2026 kutokana na hali ya mvutano iliyokuwepo eneo hilo kati ya wazalendo na vitengo mbalimbali vya kiserikali husika na kulipisha kodi na ushuru. Kwa mujibu wa vyanzo toka maeneo hayo, hali ya mvutano ilitokea pindi wazalendo walitaka kulipisha tozo inayojulikana kama effort de guerre, tozo ambayo haifanyi kazi kwa sasa kutokana na wao kupewa motisha na serikali kwa ajili ya mahitaji yao mbalimbali. Kupitia hali hiyo, wazalendo hao walitaka kutoza kwa nguvu, ndipo mvutano ukatokea na kupelekea shughuli zote za bandarini kusimama hadi pale ambapo jeshi la taifa FARDC liliingia kati na kutatua swala hilo.
Na kwenye habari zingine ni kwamba serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imejibu vikali matamshi ya hivi karibuni ya rais wa zamani Joseph Kabila, ikiyataja kuwa ni madai mapya ya vitendo vinavyofanywa na waasi wa AFC M23 mashariki mwa nchi. Baada ya mashauriano yake na jamii za kiraia na kisiasa yaliyofanyika Kivu ya Kaskazini na Kivu Kusini, pamoja na kujitokeza kwa harakati za kijamii za kisiasa Sauvons la République Démocratique du Congo mjini Nairobi nchini Kenya, na baada ya kipindi kirefu cha ukimya, rais wa zamani wa Jamhuri Joseph Kabila Kabange amezungumza tena kuhusu masuala ya sasa, akionyesha ukuaji wake dhidi ya utawala wa nchi chini ya uongozi wa mrisi wake rais wa sasa Felix Tshisekedi. Katika mahojiano aliyoyatoa wiki iliyopita kwa chombo cha habari cha Ubelgiji, seneta wa maisha Joseph Kabila Kabange alisema kuhusu hali ya usalama nchini kuwa wengi wanazungumzia mgawanyiko wa nchi ni balkanization, lakini yeye anapendelea kuzungumzia usudanizaji, yani sudanization wa mgogoro wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kwa mujibu wa rais huyo wa 4 katika historia ya DRC, kuna mfanano kati ya hali ya sasa ya nchi na ile iliyosababisha kusambaratika kwa Sudan. Mgawanyiko wa Sudan uliorathimishwa tarehe 9 Julai 2011 uligawa nchi hiyo katika mataifa mawili tofauti ambao ni Jamhuri ya Sudan ya Kaskazini na Jamhuri ya Sudan ya Kusini kufuatia kura maoni ya kujitawala. Mgawanyiko huo ulitokana na miongo ya vita vya wenyewe kwa wenyewe katika kaskazini yenye wengi wa Arabu wa Islamu na kusini yenye Wakristo waumini wa jadi. Akijibu kauli hiyo katika mkutano na waandishi wa habari Jumanne ya tarehe 24 Machi 2026 pembeni ya mkutano wa magavana, msemaji wa serikali Patrick Muyaya alisema matamshi hayo ni kama madai mapya ya vitendo vinavyofanywa mashariki mwa DRC na waasi wa AFC M23 wanaungwa mkono na Rwanda. Kwa kutaja usudanizaji, kwa mujibu wa Patrick Muyaya, Joseph Kabila anaonyesha nia zake halisi kuhusu mtazamo wake juu ya DRC. Katika muktadha huo, waziri wa mawasiliano na vyombo vya habari pia msemaji wa serikali Patrick Muyaya alikanusha tena madai ya utawala mbaya yaliyotolewa na seneta wa maisha. Kwa mujibu wake, viongozi wa sasa wanajitahidi kutafuta suluhisho kwa matatizo ya wananchi, matatizo ambayo kulingana naye yalipaswa kushughulikiwa tangu enzi za utawala wa Joseph Kabila, lakini hayakufanywa kwa sababu alitanguliza maslahi yake binafsi. Hii kumbuko kuwa chini ya uongozi wa rais wa zamani Joseph Kabila, viongozi mbalimbali wa kisiasa na wanaharakati wa kiraia wa Kongo walikutana tarehe 14 hadi 15 Oktoba 2025 mjini Nairobi nchini Kenya katika mkutano kuhusu mustakabali wa Kongo. Mwisho wa mkutano huo walitangaza kuanzishwa kwa jukwaa jipya la kisiasa liitwalo Mouvement Sauvons la RDC, ambalo linalenga kwa mujibu wao kumaliza udikteta, kurejesha demokrasia na kuimarisha maridhiano ya taifa. Msikilizaji, tumalizie na habari hizi ambako mwanasiasa wa upinzani na kada wa chama cha Ensemble pour la République Moise Katumbi Chapwe ametetea katiba ya nchi ya DRC na kudai kuwa katiba sio inayoruhusu utawala mbaya, bali katiba ya DRC ni bora zaidi duniani. Mjadala kuhusu mabadiliko ya katiba ya nchi ya DRC umeibuka tena katika miezi ya hivi karibuni katika nyanja za kisiasa na kijamii nchini DRC. Ulijengwa juu ya mvutano kati ya nia kufanya mageuzi inayodaiwa kwa upande wa walio madarakani na hofu ya mwelekeo wa kimla unaoelezwa na upinzani. Mjadala huu unasababisha kauli mbalimbali kutoka kwa wafanyasiasa. Mmoja wao ni kiongozi wa upinzani Moise Katumbi Chapwe, anasisitiza kwa msimamo mkali kwamba katiba haiwezi kuguswa. Katika hotuba yake ya video kupitia akaunti yake ya X zamani Twitter, rais wa chama cha Ensemble pour la République anatoa wito kwa Kongo kuhamasika ili kuzuia mradi huo wa kubadilisha katiba usifanikiwe. Wanataka kugusa katiba yetu, wanataka kubadilisha katiba yetu. Ninasema hapana. Naomba wananchi wa Kongo wawe macho na waseme hapana kwa mabadiliko ya katiba yetu. Tuwe tayari, kifungo cha 64 kipo kutulinda. Lazima tujitetee kwa nguvu zote ili katiba yetu isiguswe, anasisitiza Moise Katumbi Chapwe. Kwa mujibu wake, katiba ya Kongo ya tarehe 18 Februari 2006 ni bora zaidi duniani na sio chanzo cha matatizo mengi ya nchi. Sio katiba inayosababisha utawala mbaya uliopo nchini kwetu leo. Sio kwa sababu ya katiba hatuna barabara. Tuna katiba bora zaidi duniani, anasema mgombea wa urais wa mwaka 2023. Anaongeza kuwa sio kwa sababu ya katiba watumishi wa umma wanalipwa mishahara midogo sana.
sio kwa sababu ya katiba. Watoto huko Kinshasa wanakufa na njaa na katika jamhuri nzima pamoja na mikoa mingine. Sio kwa sababu ya katiba ndugu zetu wa Kongomani wapate ajira. Moise Katumbi anasisitiza juu ya umuhimu wa amani na umoja ambao nchi uhitaji, huku akiwakosoa wale anawaita maprofesa wa mikosi ambao badala ya kutumia akili zao kwa maendeleo ya nchi wanazitumia kwa uharibifu wa taifa. Kwa upande mwingine, kambi ya rais UDPS inaeleza kuwa katiba ya mwaka 2006 haikizi tena hali halisi ya Kongo, hivyo inapaswa kubadilishwa au kurekebishwa ili kuimarisha ufanisi wa dola. Upinzani na harakati nyingi za kiraia wanapinga hatua hiyo, wakidai mbinu ya kisiasa inayolenga hasa kuondoa kikomo cha muhula urais ili kumruhusu rais wa sasa ambaye ni Felix Antoine Tshisekedi kubaki madarakani baada ya mwaka 2028. Wakati hayo yakijiri, mpenzi msikilizaji, nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo katika kipindi cha kuanzia Oktoba 2025 hadi Februari 2026 imerekodi jumla ya visa vya ukiukwaji wa haki za kibinadamu 2560. Hayo yalifichuliwa Jumatano ya tarehe 25 Machi 2026 na Nada Al-Nashif, naibu kamishna mkuu wa Umoja wa Mataifa anayeshughulikia haki za kibinadamu, wakati wa tathmini ya hali ya haki za kibinadamu pembeni ya kikao cha 61 cha Baraza la Haki za Kibinadamu la Umoja wa Mataifa kilichofanyika Geneva nchini Uswisi. Kwa mujibu wa ofisi ya kamishna mkuu wa haki za kibinadamu, ukiukwaji huo una madhara makubwa kwa raia, ukionyesha kuzorota kwa hali ya usalama na kibinadamu katika mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Inachangiwa na shughuli za uasi wa AFC M23 unaoungwa mkono na Rwanda pamoja na makundi mengine ya silaha ya ndani na kigeni. Hakizungumzia hali mbaya ya usalama na kibinadamu, Nada Al-Nashif alisema kuwa wananchi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wamenaswa katika mchanganyiko mgumu wa migogoro. Hali hii inaonekana kupitia kuongezeka kwa makundi ya silaha, kuingiliwa kwa mataifa ya nje, mvutano wa kikabila na udhaifu wa utawala, huku ukiwa na ushindani mkali wa rasilimali za asili. Mpenzi mtazamaji wa Fizi News 24, bila shaka ni hapo ndipo tumefika mwisho wa taarifa habari zetu kwa lugha tukufu la Kiswahili, na usamini wewe ambao ulifuatilia taarifa ya habari na kuendelea kutufuata kila mara na kutupa muda wako. Hii ni Fizi News 24.